Yesu Kristo. Kristo Mungu ni mwema kila wakati. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Hajat Fatuma Mwasa, mkuu wa mkoa wa Kagera, Mwasham Baba Askofu Eusebius Nzigilwa, makamu wa rais wa Baraza la Maaskofu Tanzania na askofu mkuu wa jimbo la Mpanda, Mwadhama Protas Kardinali Rugambwa, askofu mkuu wa jimbo kuu la Tabora, Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, askofu mkuu mstaafu jimbo kuu la Mwanza, Mwashamu askofu mkuu Angelo Akatiko, balozi wa Vatican nchini Tanzania, Father Chesko, naibu katibu mkuu wa TEC, Mwashamu Baba Askofu Jovitus Francis Mwijage, askofu wa jimbo la Bukoba, Mwashamu Baba Askofu Method Kilaini, askofu msaidizi mstaafu wa jimbo la Bukoba na mwenyeji wa tukio hili la leo, Mwashamu askofu mteule Josephat Jason Badudu, askofu msaidizi mteule wa jimbo kuu la Tabora, Washamu na baba askofu wote mlioko hapa, Mheshimiwa Erasto Sima, mkuu wa wilaya ya Bukoba. Natambua pia uwepo wa waheshimiwa wakuu wa wilaya wote mlioko hapa ndani, haja kamati za ulinzi na usalama mkoa na wilaya, waheshimiwa mapadri, watawa na waamini wote, Mheshimiwa Viabato, mbunge wa jimbo la Bukoba, kwa pamoja na Mheshimiwa Rwaikiza, mbunge wa Bukoba vijijini, lakini pia tunaye Mheshimiwa Mwijage, mbunge wa Mleba Kaskazini, pamoja na Mheshimiwa Kikoyo, mbunge wa Mleba Kusini. Viongozi wa madhehebu mbalimbali ya dini mlioko hapa, nitambue uwepo wa Alhaji Sheikh Hamidina Kichwabuta, waamini wenzangu wote mlioko hapa, wageni waalikwa, bwana habari, mabibi wa bwana, ni wasalimu tena kwa salamu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwashamu Baba Askofu Eusebius Nzigilwa, ambaye ni makamu rais wa Baraza la Maaskofu Tanzania, mimi niungane nanyi kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, aliyeziumba ardhi, mbingu na vyote vilivyomo ndani ya ulimwengu huu, kwa kutupa afya na fursa nzuri ya kuiona siku hii muhimu ya leo tukiwa na baraka nyingi. Nitumie nafasi hii kulipongeza Kanisa Katoliki jimbo la Bukoba likiongozwa na Baba Askofu Mwashamu Jovitus Francis Mwijage kwa maandalizi mazuri ya jubilei hii ya miaka 25 ya uaskofu wa Baba Askofu msaidizi mstaafu Method Kilaini. Mwashamu Baba Askofu Mwijage, na kushukuru pia kwa maamuzi yako ya kunialika kuja kushiriki nanyi katika tukio hili muhimu la Baba Askofu Kilaini na waumini wote ambao mmekuja nasi kwa ujumla wetu. Binafsi nimefarijika sana kuwa miongoni mwenu. Nataka nitumie nafasi hii kumpongeza Mwashamu Baba Askofu Eusebius Nzigilwa, askofu wa jimbo Katoliki la Mpanda na makamu wa rais wa Baraza la Maaskofu Tanzania, kwa dhamira yake njema ya Kanisa Katoliki kwa kuendelea kushirikiana na serikali kuweza kufikisha na kufanikisha masuala mbalimbali yanayohusu ustawi wa waumini na wananchi kwa ujumla wake. Hatua hii inaimarisha umoja tulionao, amani katika nchi, na kutupa fursa ya kutimiza majukumu yetu kwa maslahi ya jamii yetu. Kupitia ushirikiano huu tulionao, tunajenga na kuimarisha mshikamano
kati ya viongozi wa dini na serikali, lakini hatimaye tunakwenda kuimarisha mshikamano na ustawi wa jamii yetu na uendelevu wa amani hapa nchini. Baba Askofu na mababa askofu wote na waumini wote na wageni waalikwa, nilipokuwa nafanya maandalizi ya kuja hapa kushiriki nanyi, kwa mujibu wa itifaki kwa lazima nimwage kiongozi wa nchi na wakuu wangu wote walioko juu yangu. Wamefurahi kusikia mmetualika serikali kushiriki nanyi, na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amenituma kuleta salamu zake za heri na baraka kwenye tukio hili, na kwako Baba Askofu msaidizi mstaafu, anakupongeza sana, anakutakia maisha mema zaidi ya leo ili uweze kutekeleza majukumu yako ya kiroho. Vile vile Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa pamoja na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, hawa wote wameungana na Mheshimiwa Rais kuwatakia kila la heri, na wamenituma niwajulishe kuwa wanatambua, wanathamini tukio hili la kipekee, wanatoa pongezi kwako Baba Askofu, na wanakutakia maisha mema, na hasa kwenye maadhimisho haya muhimu ya jubilei yako ya miaka 25. Mhashamu Baba Askofu Mzigirwa, Makamu wa Rais wa Baraza la Maaskofu Tanzania, na waumini wenzangu na wageni waalikwa, leo tunakutana hapa maalum kwa ajili ya jubilei ya miaka 25 ya uaskofu wa Baba Askofu msaidizi mstaafu Method Kilaini, inayofanyika hapa jimboni Bukoba. Samahani, sema Dodoma kwa sababu tumezoea Dodoma. Nimesikiliza wasifu wa Baba Askofu mstaafu Method Kilaini, umesoma vizuri na umeeleweka, na wengine wote waliofuata wametoa wasifu wao. Sisi kama serikali tunatambua tunafanya kazi na Kanisa Katoliki na mababa askofu, akiwemo Baba Askofu msaidizi mstaafu. Napenda kutumia nafasi hii kwanza kukupongeza wewe Baba Askofu Method Kilaini kwa maisha yako ya huduma ya kujitolea na upendo. Hakika wewe umekuwa mmoja wapo wa nguzo muhimu katika kanisa na jamii ya Watanzania. Historia inabainisha kuwa na wito wa kipekee wa kumhudumia Mungu tangu muda mrefu, kuanzia parokia mbalimbali ikiwemo za Mwemagi, Rutabo na Rubia, lakini vile vile ulijitolea kufundisha vijana na kusaidia jamii katika nyanja mbalimbali. Baba Askofu mstaafu Method Kilaini, mbali na huduma za kiroho, nimeambiwa pia ulifanya kazi ya uhasibu na uongozi wa majimbo ya Bukoba na Lulenge. Lakini vile vile tunaposherehekea miaka 25 ya huduma yako ya kitume, tunakushukuru kwamba katika muda mrefu wa uongozi wako umekuwa na upendo kwa watu na Mungu na jamii kwa ujumla. Hivyo ni furaha yetu kukupongeza kwa juhudi, mapenzi na imani yako kuu mbele ya Mungu. Mhashamu Baba Askofu Mkuu, waamini wote na wageni waalikwa, Baba Askofu Kilaini ni kielelezo cha ujasiri, imani thabiti na huduma kujitolea kwa kanisa na jamii ya Watanzania. Katika safari yake ameonyesha nguvu ya uvumilivu, akiwa na michango mikubwa katika maisha ya kanisa. Pamoja na changamoto nyingi alizokutana nazo ambazo zilielezwa na Baba Askofu Rweongeza, hakukata tamaa, bali aliendelea kuwa mwanga kwa walio wengi. Natambua kuwa katika kipindi cha uongozi wake alifanya kazi muhimu katika Baraza la Maaskofu, akiwa
akiwa katibu mkuu kwa miaka 9.5 akisaidia kuimarisha huduma za jamii na kuendeleza taasisi mbalimbali za kanisa ikiwemo hospitali ya Bugando na chuo kikuu cha Nyegezi. Mwashamu Baba Askofu, waumini wote na wengine waalikwa, kama ambavyo tumesikia, Baba Askofu msaidizi wa jimbo kuu alifanya kazi kama Baba Askofu mkuu wa jimbo la Dar es Salaam. Alijizatiti katika kuimarisha utawala wa fedha za kikanisa na kusaidia kuanzisha Radio Tumaini, hatua muhimu katika mawasiliano ya kiroho. Kwa ushirikiano wake na viongozi wa kanisa, alisaidia pia kuanzisha television kwenye taasisi hiyo ya Tumaini, lakini pia alionyesha uongozi wa kimapokeo na wa kisasa. Mwashamu Baba Askofu, kama Baba Askofu msaidizi wa jimbo la Bukoba, wote wanamjua, alifanya juhudi kubwa katika kumalizia ujenzi wa kanisa hili ambalo tunalo sasa hivi na kuanzisha redio Mbiu, pia kuanzisha mradi wa maji ambao mimi pia nilipata nafasi ya kuja kuzindua mradi ule miaka 5 iliyopita. Mwashamu Baba Askofu, jubilei ya miaka 25 ya Askofu Bethel Kilaini ina maana kubwa katika muktadha wa huduma yake kwa kanisa na jamii kwa ujumla. Jubilei hii ni kielelezo cha mafanikio ya mchakato wa huduma za kiroho na uongozi katika kipindi cha miaka 25, ambapo amekuwa ni kielelezo cha mfano wa imani, uongozi kwa kujitolea kwa Mungu na watu wake. Tukio hili linatuwezesha kutathmini na kusherehekea safari yake ya kiroho, na pia ni fursa kumshukuru Mungu kwa kumwezesha kutumikia kwa uaminifu na mabadiliko aliyoyaleta katika kanisa na jamii. Mwashamu Baba Askofu, waamini wote na wengine waalikwa, umuhimu wa kufanya jubilei hii ni mkubwa sana, kwa sababu ni hatua ya kuthamini mchango wake katika nyanja mbalimbali za huduma za kiroho, kijamii na kiuchumi. Jubilei hii vile vile inatoa nafasi ya kutafakari na kujivunia mafanikio yaliyopatikana chini ya uongozi wake, na hii ni kwetu sisi waumini. Hii ikiwa ni pamoja na kuimarisha imani, ushirikiano wa kijamii na maendeleo ya taasisi ya kidini na kijamii alizozianzisha na kuziongoza. Hii ni njia ya kuendelea kuhamasisha vijana na viongozi wa kanisa kwa sasa na watakao kuja kuendeleza huduma za kiroho kwa ufanisi na kujitolea kwa namna ambayo inaweza kuchangia maendeleo makubwa katika kanisa letu na jamii kwa ujumla. Jubilei hii pia ni fursa kwake yeye Baba Askofu mstaafu kumshukuru Mungu kwa kutimiza miaka 25 ya uongozi, huku akitafakari mafanikio, changamoto na michango mbalimbali aliyofanya kwa ajili ya kukuza imani na umoja wa waumini na wananchi wote kwa ujumla. Tukiwa tunaamini kwamba huduma za kimungu anazozitoa hazikuishia tu kwa Wakristo, bali pia na madhehebu mengine. Hivyo ni tukio muhimu la kutathmini na kuenzi huduma ya kiroho na kuendelea kuhamasisha wema wa upendo miongoni mwa waumini wote na jamii nzima kwa ujumla. Mheshimiwa Askofu, waamini na wageni wote waalikwa, Kanisa Katoliki limekuwa na mchango mkubwa sana katika kuboresha ustawi wa jamii yetu, na hasa katika utoaji wa huduma za jamii. Huduma za jamii kwenye sekta ya afya, elimu, lakini utoaji wa huduma za maji. Kanisa Katoliki limeshuhudia likifungua shule, hospitali, zahanati, lakini likijenga miradi ya maji kwa jamii. Hapa mkoani Kagera, kanisa limekuwa ni tegemeo la wengi kupitia huduma zinazogusa moja kwa moja maisha ya wananchi, ikiwemo katika kupambana na changamoto za ujinga, maradhi na umaskini ambao umeelezwa vizuri sana na Baba Askofu Goyongezi. Ndugu waamini na wengine waalikwa, ninatambua mchango wa kanisa katika huduma za elimu kupitia shule mbalimbali nchini, na shule hizi kwa kanisa hapa mkoani Kagera zimejenga shule za Kolpi, St. Joseph, Hekima Girls, Bishop Caesar, pamoja na vyuo vya afya vya Mgana na Rubia,
Lakini pia kanisa limeshirikiana na serikali kutoa huduma za afya kupitia hospitali mbalimbali na kuwanufaisha Wanakagera, ikiwemo hospitali ya Kagondo kule Mleba, Rubia kule Mleba, Kashozi Bukoba vijijini na Mugana iliyoko Misenyi. Kanisa pia limetoa mchango mkubwa katika kuleta amani, umoja na mshikamano katika jamii kupitia mafundisho ya kiroho na kuheshimu tamaduni na mila za jamii. Huu ni mchango mkubwa katika kujenga mifumo imara ya kijamii, na kwa hiyo tunawashukuru kwa jitihada hizi za kusaidia maendeleo ya ustawi wa taifa letu. Jitihada hizi zinazofanywa na Kanisa Katoliki, sisi upande wa serikali tunazichukua na kuziona kuwa ni kuunga mkono jitihada za serikali zetu katika awamu zote, kutoka awamu ya kwanza hadi hii ya awamu ya 6. Mhashamu Baba Askofu Nzigilwa, ambaye ni makamu wa rais na baraza la maaskofu Tanzania, waamini wote na wote ambao mko hapa, serikali ya awamu ya 6 imeendelea kufanya uwekezaji mkubwa na kuimarisha utoaji huduma za jamii kwa kusogeza huduma hizo karibu na wananchi na kuboresha upatikanaji wa huduma hizo. Na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ameeleza vizuri hapa na sikusudii kuyarudia. Wakati Baba Askofu yaongeza anatoa neno muhimu kwa kuwasilisha ujumbe kwa serikali kuhusu masuala mbalimbali kwa serikali, ninapenda kutumia nafasi hii kuhakikishia Watanzania kuwa serikali itaendelea wakati wote kuhakikisha kuwa inaungana pamoja na viongozi wa dini katika sekta mbalimbali, inapokea ushauri wao katika kuboresha utoaji huduma za jamii kwa Watanzania na kuhakikisha kwamba tunazingatia misingi na bila kukiuka taratibu za nchi. Awamu ya 6 inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan inazingatia sana haya yote, na kupitia falsafa yake ya 4R imekuwa inapokea. Aidha, napenda kutoa taarifa kuwa mwezi Februari na mwezi huu wa Machi mwaka huu serikali imeendelea na mapitio ya sera mbalimbali. Huu wa Machi mwaka huu serikali imeendelea na mapitio ya sera mbalimbali kwa lengo la kufanya maboresho kutokana na ushauri uliopata na wadau mbalimbali na viongozi wa dini wakiwemo. Serikali imeanza kutekeleza sera mpya ya elimu, na juzi serikali imezindua sera mpya ya ardhi ambayo imekuwa na migogoro mingi kwa lengo la kupunguza na kuelekea kuondoa kabisa migogoro hiyo. Maboresho yanayoendelea serikalini yamegusa pia sekta ya watumishi wa umma kuhakikisha kwamba maslahi na hadhi za nafasi zao zinaheshimika na kuhakikisha kwamba kila mtumishi anapoajiriwa na serikali anakuwa mtumishi mwema wa umma na mwenye uweledi wa kutekeleza majukumu yake kama mtumishi wa umma. Tutaendelea kufanya maboresho kisekta na kuweza kuwafanya watumishi waone kuwa wako mahali sahihi kwenye utumishi wao. Serikali vile vile inaendelea kuimarisha mkakati wa upatikanaji wa huduma mbalimbali, ikiwemo na maendeleo yanayogusa wananchi kwenye maeneo yao, na serikali itaendelea kuheshimu mikataba ya makubaliano mbalimbali ya kimataifa kwa lengo la kukidhi matakwa ya mikataba hiyo, huku tukifanya jitihada za kusimamia matakwa ya ndani ya nchi. Niwahakikishie Watanzania wenzangu kuwa hakuna mwananchi atakosa huduma tunapoendelea kufanya maboresho ya huduma zetu. Mheshimiwa Baba Askofu, najua leo tumekutana hapa kwa lengo la kusherehekea jubilei ya miaka 25 ya Baba Askofu mstaafu, lakini naomba niruhusu kutumia fursa hii kuzungumzia mambo muhimu yanayogusa nchi na sisi tunachukua kama ajenda maalum. Moja, swala kuimarisha maadili katika nchi. Sote tumekuwa tukishuhudia ongezeko la vitendo vya ukosefu wa maadili
katika jamii yetu. Vitendo hivi vinatokana na malezi hafifu, lakini pia watu kuiga mila na desturi kutoka mataifa mengine ambazo haziendani na tamaduni zetu, mila zetu, desturi zetu, na kufanya maadili yetu ya Tanzania kuwa yanakiukwa. Hali hii inaathiri mwenendo wa jamii, hususan kwa vijana wetu, na tunashuhudia mabadiliko katika misingi ya familia, jamii na taifa kwa ujumla. Nitumie nafasi pia kuliomba Kanisa Katoliki kuendelea kuwa nguzo ya maadili bora kwa kutoa mwongozo wa kiroho na kijamii, kazi ambayo mmekuwa mnaifanya kila siku, na mimi ninachosema ni kuendelea kuimarisha katika kusimamia nguzo hizo maadili bora. Kanisa lina nafasi ya pekee kabisa katika kuhakikisha kwamba tunarudisha maadili haya kwa kweli ya Tanzania yanayotufundisha kuheshimu utu, haki na amani. Tunahitaji kufundisha jamii yetu kutambua na kuenzi tabia na mila zetu, pamoja na kujiepusha na vishawishi vya kuiga tabia za kigeni ambazo hazina manufaa kwa ustawi wa jamii yetu. Kama serikali tunatambua mchango mkubwa wa Kanisa Katoliki katika hili, na tutashirikiana nanyi katika kuleta mabadiliko chanya katika kizazi cha sasa na kijacho. Hii ni ajenda nambari 1 ambayo kwetu sisi tunaiona ndio msingi wa maendeleo yetu katika nchi. La pili, ajenda ya uhifadhi wa mazingira. Hivi sasa duniani kote tumeshuhudia madhara makubwa yanayosababishwa na shughuli zisizozingatia hifadhi na mazingira, kama vile matumizi ya kuni, mkaa na shughuli za kilimo na ufugaji ambazo sio endelevu. Uharibifu huu unachangia mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanasababisha ukame, mafuriko na kuathiri maisha wananchi wengi, hasa wale ambao wanaishi vijijini. Jambo hili ni muhimu la uhifadhi wa mazingira kwetu kama taifa, ni ajenda ambayo tutakiwa tuihubiri, tuilinde, lakini pia kukemea kwenye uharibifu. Na kwa hiyo basi nitumie nafasi hii kuliomba Kanisa kuendelea na kazi ambayo mnaendelea nayo kuhamasisha waumini na jamii kwa ujumla kutunza mazingira. Swala hili liwe ajenda ya kudumu, jamii itambue kwamba muhimu, na tuweze kuhakikisha kwamba palipo na miti tunaiacha ikue iweze kutuletea uchekecheke ambao unaweza kutupatia maji ya kutosha. Lakini pia kupitia mkakati wa matumizi ya nishati safi, nao pia unakwenda kuhamasisha kutokata miti, badala yake unapotaka kupika utatumia nishati za umeme, gesi au makaa yaliyotengenezwa kutokana na takataka za miti ambazo tayari zipo zinatumika na mafundi seremala. Lakini pia kuendesha kilimo karibu na mito. Sheria tunazo, kanuni tunazo, wajibu wetu ni kusimamia uhifadhi wa mazingira hayo ya karibu na mito na vyanzo vya maji, ili tuweze kupata maji ya kutosha na kulinda mazingira kwa ujumla wake. Hii pia ni ajenda muhimu kwetu kama taifa. Ajenda ya 3, wote mnajua kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Ni jukumu letu kama serikali, tunapopata nafasi ya kukutana na kundi kubwa kama hili, kuhamasishana kila Mtanzania kutekeleza haki yake ya katiba ya kidemokrasia, kuhakikisha kwamba unakwenda kujiandikisha kuwa mpiga kura, na serikali inaendelea na zoezi la kuandikisha na maboresho kwa wale ambao wamejiandikisha kuweza kuhakiki, wale ambao bado wajiandikisha upya, ili uwe na haki yako ya kuchagua kiongozi unayemtaka kwenye eneo lako. Uchaguzi wa mwaka huu uliobaki ni wa rais, wabunge na madiwani. Kila Mtanzania anayo haki ya kugombea kwenye maeneo haya, na kwa hiyo basi kupitia utaratibu ambao sasa unaendelea mikoani kote wa kufanya mapitio na uhakiki wa daftari la kudumu la wapiga kura, nitumie nafasi kuhamasisha kila mmoja aende akahakiki daftari hili. Kama tayari wameshapita wataalamu mkoani Kagera, watarudi tena kwa wale wachache ambao hawakupata nafasi. Ndugu waumini, sote
lazima tuzingatie swala la amani na utulivu, hasa katika kipindi hiki. Ni kipindi ambacho ni rahisi wasiopenda mema ya nchi yetu kuingia kupitia uchaguzi. Mataifa ya nje ambayo hayatamani kuona utulivu na amani katika nchi yetu, ni rahisi pia kutumia nafasi hii kuja kuvuruga amani katika nchi yetu. Kwa ni jambo la kila mmoja kuwa mlinzi katika taifa hili na kusimamia amani na utulivu ndani ya taifa hili. Uchaguzi tunatarajia na tumedhamiria kuwa utakuwa wa huru, wa haki na utafanyika kwa amani. Hivyo Watanzania tusiwe na mashaka katika hili. Serikali tumejipanga vizuri kuhakikisha kila mmoja anapata nafasi yake ya kutekeleza haki yake ya kikatiba ya kuchagua au kuchaguliwa na kuwa kiongozi kwenye maeneo haya. Ndugu waumini, Baba Askofu Kilaini mkiwepo, nikiwa naelekea mwishoni mwa hotuba yangu, naomba niwasihi waumini wenzangu kupitia maelezo yangu niliyojikita kueleza wasifu wa Baba Askofu msaidizi mstaafu Method Kilaini na namna Kanisa Katoliki linavyotuunganisha waumini na serikali, namna linavyojali maisha ya jamii na linavyoshiriki katika kuleta amani, utulivu na mshikamano katika taifa. Nitumie nafasi hii kulihakikishia kwanza Kanisa Katoliki kuwa serikali kwanza inawaheshimu viongozi wote, inawajali viongozi wote wa dini na inawathamini viongozi wa dini. Tunaposema haya, hata vitabu vyetu vya dini navyo pia vinasisitiza haya. Katika kitabu cha Timotheo wa kwanza aya 5 mstari wa 17 ya Mtume Paulo anasema, naomba kunukuu: wacha viongozi wa kanisa wanaoongozwa vizuri wathaminiwe maradufu, hasa wale wanaofanya kazi za kuhubiri na kufundisha. Naomba kunukuu. Hapa tunafundishwa kuthamini na kutoa heshima kwa viongozi wa kiroho kama vile mapadre, maaskofu, mashehe, wachungaji na wengine sihizi manabii, mitume, ili mradi wamejikita kwenye dini. Sisi hapa lengo letu kwamba kwa kujitoa kwao kuitumikia jamii na kuhubiri mambo ya kiroho, huku akihubiri amani na mshikamano wetu, serikali tunaiona hii ni fursa nzuri ya kuheshimu viongozi wa dini, kuthamini mchango wa viongozi wa dini na kuhakikishia kwamba tutafanya nao kazi pamoja katika kuhakikisha mataifa hili linakuwa lenye amani iliyoendelea. Hivyo basi, tukio la leo ni sehemu ya kuyaenzi maandiko haya matakatifu dhidi ya Baba Askofu msaidizi mstaafu Method Kilaini, ambaye leo tunashirikiana naye jubilei yake ya miaka 25 ya uaskofu. Baba Askofu Method Kilaini, nimalizie kwa kusema kwamba tunakupongeza na kukuthamini sana kwa huduma za kiroho, kijamii na kiuchumi ulizozitoa kwa Watanzania kwa kipindi kirefu cha utumishi wako kwa Mungu na kwa mafanikio makubwa. Na kabla sijatamka neno la kumaliza hotuba yangu, Mheshimiwa mbunge wenu Yabato amedhihirisha kuwa Kanisa Katoliki hili lina kituo cha watoto yatima na wenye ulemavu St. Nicholas Kichoko Kemondo chenye watoto 66, ambacho yeye pamoja na kanisa wameendelea kupitia changamoto kadhaa kama vile chakula, nguo mbalimbali, mablanketi, mashuka, magodoro. Na kupitia jubilei hii na hasa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani na mwezi huu wa mfungo wa Kwaresma, mimi binafsi na taasisi yangu tunamtolea Mwenyezi Mungu shilingi milioni 10 kwa ajili ya vijana. Kwa Mheshimiwa Yabato, huo ndio mchango wangu kwa kanisa. Kama ambavyo umeeleza, endelea kuhamasisha wadau wakitambua kituo chetu kama tunavyofanya, ili kituo chetu watoto wetu waweze kupata huduma stahiki. Nakushukuru sana Mheshimiwa mbunge
kupitia utaratibu kama ulioandaliwa, basi tutazifikisha kanisani ili ziende zikatumike kwenye eneo hili. Baada ya kusema haya yote, sasa niwatakie kila la heri katika siku ya leo, waumini wenzangu, baba askofu, padri wote, baba askofu Mzingirwa, makamu wa rais wa baraza la maaskofu, tufikishie salamu kwa rais wa baraza la maaskofu Tanzania kwamba serikali inaridhishwa sana tunapokuwa tunachangamana kwenye matukio muhimu kama haya ambayo yanakutanisha jamii ya Watanzania na kupata nafasi ya kusema neno la serikali, nafasi ya kushauriwa na yale ambayo tunahitaji kufanya maboresho. Na leo hii tumepata ushauri mzuri ambao tutafanyia maboresho, na niwahakikishie serikali yetu iko imara na itaendelea kusimamia maboresho haya ili Watanzania tuweze kunufaika na uwepo ndani ya nchi. Yale yote yaliyozungumzwa tunayafanyia kazi. Asante sana kwa kunisikiliza.